hakuna sehemu ambayo Yesu anawaponya watu bila watu kuonyesha nia au imani ya kutaka wokovu. Nitasoma hapa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 9 na aya ya 27. Biblia inasema, na Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili walimfuata wakisema kwa sauti kuu, E mwana wa Daudi, uturehemu. Subiri ni kwanza. Wapo watu ambao mpaka leo wanaamini ya kwamba Yesu hakuwa mwana wa Daudi au hakutokana na damu ya Daudi. Na wengi wao watu mara nyingi tena ni Wayahudi wa leo. Hata Wayahudi waliomkataa, walimkataa Yesu kufuatana, waliamini Yesu anatokea Galilaya hivi na hivi. Kwa hiyo hawakuamini kama kweli Yesu amebeba damu ya Daudi ndani yake. Kwa hiyo mtu kumkiri ya kwamba yeye ni mwana wa Daudi ilikuwa pia inamaanisha tunakiri wewe ni Masia. Tunakiri wewe ndiye ambaye uliyetabiriwa utakuja kutuokoa. Tunakiri wewe ndiye ambaye ulitabiriwa kwamba wewe ndiye utakuwa mfalme wa Wayahudi. Unanifuata vizuri? Kwa hiyo hawa vipofu wawili walipokiri tu Yesu mwana wa Daudi, ni sawasawa na kusema Yesu Masia, kwa sababu unabii ulikuwa ni ya kwamba Masia atatokea kwenye damu ya Daudi. Alipofika nyumbani, vipofu wale walimwendea Yesu, akawaambia, naamini ya kuwa naweza kufanya haya? Wakamwambia, naam Bwana. Subiri. Kwa hiyo kumbe Yesu ana mashaka na imani yake. Yesu ana hofu na uweza wake. Lakini Yesu anauliza, je, naamini kweli ninayaweza haya ambayo mnayasema nyinyi? Haya ambayo mnadai mimi niyafanye, mnaamini kweli mnayaweza? Mnanifuata vizuri? Na hili ni jambo, weka hili andiko makini sana. Liwekee umakini sana ndani ya akili yako. Lishikilie sana. Litakusaidia sana hili andiko. Hii Mathayo 9:28 itakusaidia sana. Ndipo akawagusa macho yao akisema, kulingana na imani yenu na iwe kwenu. Kulingana na imani yenu na iwe kwenu.